Ina maana ndoto zimeanza kujiamulia mambo. Basi kwanza nimekumbuka, ngoja nimfuate Kaboje. Sitoweza. Nilipotea gizani, nikitani imefika. Musa, dhambi zilinifunga. nimemfuata twende kanisani, halafu namuita haitikii. Kwani na shida gani? Basi haina shida, ngoja niende kanisani, maana nilimpitia twende kanisani, halafu yuko bizi. Haina shida. Uzima nikianguka. Sali mwanangu, tangu asubuhi pakavu kweli yani. Mwanangu, kuna mtu namgoja hapa. Dogo, twende basi mwanangu. Sina hela. Taratibu basi mdogo wangu, taratibu. Nilipotea gizani. Bosi. Musa, si muda wa kazi huo? Sahihi. Mbona upo huko sasa? Nimepita hapo kati hapo garage hapo, nikaona gari yako, nikaona ni kuangalia hapo, nikajua kwamba utakuwepo lazima. Muda wa kazi bidi uwe ofisini. Sasa kama nipo hapa subiri ofisini. Acha masuala yako bwana, muda wa kazi bwana. Kako kazi zinasimama huko huko. Kwa jamaa nataka tuongee. Siende kwenye ofisini. Kulikuwa na maana gani huko kunifuata huko? Hakuna lazima ukae ofisini boss. Unataka kuzungumza nini? Unataka kuzungumza nini? Okay. Sahihi. Bosi, mimi nimekuja hapa kuzungumza kwa lengo la najua kwamba umekuja, nenda kwenye point. Unataka kuacha kazi. Nataka kuacha kazi. Namaanisha. Kwa nini? Bosi, tangia hapo mwanzo nilikuwa nakwambia kuhusu kufanya mimi ibada. Nimekuwa ukininyima nafasi ya kwenda kufanya ibada. Na kaa ukitambua kwamba kila mtu ana imani zake. Lakini imekuwa ni ngumu sana kunipa hata nafasi hata siku moja ya kwenda kufanya ibada. Wiki nzima nafanya kazi, lakini siku moja tu ya kwenda kufanya ibada lakini unanizuia. Ni kitu ambacho mimi siwezi. Kila siku tutakuwa tunaongea kitu kile kile, kila siku tunaongea kitu kile kile. Yaani hata kama nikisema niendelee kufanya kazi, siwezi kufanya kazi kwa amani. Naomba unielewe kwa hili. Pia mawazo yangu na maamuzi yangu yaheshimike. Yatosha. Sawa Musa. Nishakupa kila kitu mimi. Nishakupa wewe, hakuna mtu aliyekuwa anasubutu kukupa kazi yoyote ile. Hamna mtu aliyekuwa anajiulia kukupa wewe kazi. Mimi leo mpumbavu, si ndio? Mimi leo mjinga. Haya yote utakayofikiria ni wewe, lakini maamuzi yangu mimi ni kwamba naacha kazi. Na isitoshe ninachotaka sasa hivi nilipe pesa zangu ambazo nafanya kazi. Unafikiri utafanya kazi gani ukiacha hii? Nani atakayekupa kazi wewe? Kazi gani utamwambia Mungu wako akupe kazi wewe? Lazima nipata kazi tu. Nani atakupa kazi wewe? Atakayekupa kazi wewe nani? Hivyo nafikia atakayekupa wewe kazi nani? Kabla sikiliza. Nimekuvumilia vya kutosha. Ninachokitafuta sasa hivi ni pesa yangu. Tunapoelekea mimi nitakufanya kitu kibaya wewe. Mimi nataka pesa yangu nishakwambia. Utanifanya nini? Wewe. Semaje? Hizo pesa zako baki nazo. Ninachokitafuta ni pesa zangu. Nakupa siku moja mpaka kesho nikija hapa nikute pesa zangu. Umeelewa? Sasa pumzia. Ndio mimi nifanye.
Umesikia? Na upuzie utajua mimi ni nani. Musa anamchimba mimi kwa. Sikubali. Nitakuangusha kivyovyote. Ngoja nipige simu zangu. Halo. Oe. Kuna kitu nataka unisaidie. Naomba tuonane. Amina. Kwa hiyo Musa, usihofu kwa sababu majaribu hayana budi kuinuka. Hata hili pia bado ni jaribu, kwa sababu bado shetani anajaribu kutafuta namna ya kuhakikisha anakurudisha kule ulikotoka. Cha msingi wewe ni kuendelea kujiunga na fellowship, kwa sababu kama unavyojua sasa sisi ni mwili wa Kristo. Tuna kila kiungo kina kazi yake. Kwa kama mguu haufanyi kazi, hauwezi kutembea. Kama mdomo hauwezi kuzungumza, hauwezi kutoa ujumbe wote kwa wasiomjua Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa sisi ni viungo vya mwili wa Kristo, tukishikamana kwa pamoja, kama ninavyokuambia, tukijiungamanisha na fellowship mbalimbali, kuna kwaya, kuna huduma mbalimbali, huma unazidi kujengeka. Lakini pia achana na makundi ya huko, kwa sababu unapozidi kushikamana na makundi ya huko, shetani anazidi kukuvuta. Lakini utakapojiungamanisha na hizi fellowship za kanisani, kwaya, vijana huko, ukajihusisha huko, utazidi kuimarika. Lakini pia pata muda wa kusoma neno la Mungu. Haya ndio maisha yako kwa sasa. Yaani hichi ndicho chakula chako kwa sasa, kwa sababu usipokula utadumaa. Usiposoma neno la Mungu baba, utadumaa. Nimekuelewa baba. Nilipotea gizani, nikitani imefika. Dhambi zilinifunga, sikuona. Haya maisha mpaka lini? Nilikuwa mtu siyefaa mbele ya jamii, nilikuwa mkabaji, nikaamua kuacha kila kitu na kuokoka. Lakini baada ya kuokoka, majaribu na vikwazo vimekuwa havikomi kwangu. Nimekuwa nikipitia kwenye changamoto zisizokuwa na mwisho. Mungu wangu, umenikutanisha na mtu akaniamini, akanipa kazi, lakini alinyima uhuru kupata muda wa kufanya ibada. Na maisha nimeachoka, nimeamua kuacha kazi. Mungu wangu, najua upo, nikutanishe na mtu atakayenipa kazi. Nakuomba Mungu nisaidie.
nilipotea gizani nikitani. Ukishindwa kumwangusha Musa, tutachukua nafsi yako. Tutachukua uhai wako. Kabuje, unaweza kumshinda Musa kwa njia ya kumshawishi kwa mwanamke. Mambo poa. Mzima? Ni mzima. Karibu. Asante. Shilingi ngapi? Hapo shilingi 100 tu dadangu. Naomba viwili. Hadi huko tunajua. Hapo tunauza nani kalimati shilingi 100. Karibu. Mambo poa. Kaka, naomba ila niondoke. Sasa dada, naomba na mimi nimalizie kuifungia. Asante. Ila si nimekupa? Asante. Haya, poa. Nilipotea gizani nikitani imefika, dhambi zilinifunga, sikuona njia. Uliniita kwa jina, ukanionyesha mwanga. Yesu kaniinua, nikapata uzima. Nikianguka unaniinua.